Aidha, tunalaani tume hizo kwa kushindwa kushughulikia uhalali wa kuanzishwa kwa hifadhi ya Pololeti. Pia hatukubaliani na mapendekezo yanayohusu eneo la Ziwa Natron katika kata ya Engaresero, ambalo halikupaswa kuwa sehemu ya wajibu na hadimu na rejea za tume hizo. Kwa hivyo, wito wetu ni kama ifuatayo. Tunapinga mapendekezo ya tume za rais na serikali isifanyie kazi. Tunapinga uhamisho wowote kutokana katika ardhi yetu. Tunapinga mpango wa kufanya ardhi vijiji kuwa mapori ya akiba, game reserves, kwa madai kwamba ni mapori tengefu kinyume na sheria. Tunataka kuzingatia kwa ridhaa ya wananchi katika hatua zote haki yetu halali ya kubaki Ngorongoro na vijiji vyote vyetu kuendelea na mfumo wetu wa maisha ya ufugaji iheshimiwe. Tunadai ardhi ya Pololeti irejeshwe kwa jamii yetu na kukomeshwa kwa ukamataji wa mifugo. Imekuwa tishio kubwa sana. Unyanyasaji na kukamatwa kiholela kwa wafugaji. Hatukubaliani marekebisho yoyote ya sheria ya NCA yatakayohalalisha kufukuzwa kwa watu wetu kwa namna yoyote ile. Tunaitaka serikali kupitia Wizara ya Maliasili Utalii kusitisha mara moja unyanyasaji unaoendelea dhidi ya wafugaji katika maeneo ya Pololeti, Ndutu, Oldupai na maeneo mengine kwa jina la uhifadhi. Huu unyanyasaji umeshika kasi baada ya taarifa za tume kutolewa na kwa sasa imetanukia maeneo mengine katika Lopolun na Sakala huku Loliondo. Tunalaani pendekezo la tume linalodai kuwa mfumo wa multiple land use umeshindwa kuwa maoni yetu. Ni mamlaka ya hifadhi na Ngorongoro pamoja na wizara husika walioshindwa kuandaa mpango mkuu wa usimamizi, General Management Land Plan. Baada ya ule uliopita kumalizika mwaka 2016 na kufanya eneo la NCA kuendeshwa kwa fikra za watu binafsi. Kulinda maeneo ya malisho hususan Engaresero kama rasilimali umuhimu kwa uhai wa kijamii. Kuheshimu na kulinda urithi wa kitamaduni na kiimani wa jamii, ikiwemo maeneo mtakatifu kama vile Oldonyulengai. Sisi sio maadui wa uhifadhi. Sisi ni walinzi wa mazingira na wanyama. Kabla ya kuwepo kwa taasisi za kisasa za uhifadhi, jamii zetu tayari zilikuwa zinasimamia na kulinda maeneo hayo kupitia mfumo uliojengwa juu ya utamaduni, uhamaji wa mifugo na heshima kwa mazingira. Mustakabali wa mfumo wa ekolojia wa Ngorongoro na Serengeti haupatikani kwa kuwaondoa watu wa asili. Unapatikana kwa kutambua na kuimarisha nafsi ya Wamasai kama walinzi wa kihistoria wa ardhi hii. Tunaiomba serikali ya Tanzania, Watanzania wenzetu, jumuiya ya kimataifa, mashirika ya uhifadhi na taasisi za haki za kibinadamu kutambua haki zetu, kushiriki katika mazungumzo ya kweli na kuunga mkono mifumo ya uhifadhi yanayoheshimu watu wa asili na maeneo yao. Msimamo wetu uko wazi na thabiti, tutabaki katika ardhi yetu. Loliondo, Ngorongoro ni kwetu. Asante. Kwa jina ninaitwa Lanor Mbapa Kuya. Ninatoka kata ya Laililai, kijiji cha Laililai na kitongoji chocho cha Laililai. Ni mzaliwa wa Ngorongoro. Ni mwananchi halali wa tarafa ya Ngorongoro, wilaya ya Ngorongoro. Leo nimekuja mbele yenu hapa kwa ajili ya kuweza kuongea walau chochote kwa niaba yetu sisi wananchi wa wilaya ya Ngorongoro kwa ripoti ya tume mbili zilizoundwa na Rais Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye aliunda baada ya sisi kufanya maandamano kuanzia tarehe 18 mwezi wa 8, ambayo tulikwenda kuhitimisha baada ya siku 7 baada ya kuwatuma mawaziri kadhaa akiwepo aliyokuwa anaitwa Profesa Kabudi
na aliyokuwa anaitwa Lukuvi, wakiwa kipindi kicho na aliyokuwa mkuu wa mkoa wa Arusha. Baada ya hapo rais akaja akaunda tume mwezi wa 12 mwaka huo, kwa wakati tunaelekea 2025. Akaunda tume mbili ambazo zilikuja kuchunguza matatizo ya ardhi, migogoro, lakini vile vile kakitu walichokiipa jina kwamba ni voluntary relocation ama kuhama kwa hiari. Kwa sababu wenzangu waliongelea sana kuchambua ishu ya tume, na mimi nitajaribu kuingia kwa kidogo sana, alafu nitahamia sehemu nyingine tu kwenye hiyo tume ama baada ya tume kutoa maoni yake. Mosi, tume iliyokuwa inaongozwa na Jaji Ndaki ambayo ilikuwa inaangalia migogoro ya ardhi, naomba niseme bayana kabisa bila kuogopa, ile tume ilipokuja kwanza haikuwa huru moja kwa moja. Haikuwa huru kwa sababu walipokuja mimi kwenye kata yangu siku hiyo, kwanza hakukuwa na uhuru wa wananchi kuweza kurekodi taarifa ya ile tume kama ilivyotakiwa. Hawakutaka rekodi yoyote wananchi.